Leo tarehe 16 mwezi wa pili mwaka 2026 tumekuja kukabidhi madawati 140 kwa shule zetu tatu za msingi, lakini na shule shikizi kwa maana ya chekechea 2. Tunalenga kwamba kwa shule zetu, kwa sababu kijiji chetu kina vitongoji vitatu na kila kitongoji kina shule ya msingi, lakini pia kila kitongoji kina zahanati na tuna sekondari moja ya Makundusi. Pamoja na taasisi hizi kuwa nyingi kwa maana ya kijiji kimoja kuweza kuakomodeti taasisi 7, lakini tunajaribu kupunguza adha ili kuleta matokeo. Pamoja na kuleta madawati haya, tumekuwa tukifanya mambo mengine ikiwepo kuhakikisha kwamba taasisi zote hizi zinakuwa na umeme. Tulishaziletea umeme, lakini pia kutoa motisha kwa walimu na wanafunzi wanaofanya vizuri. Imekuwa ni mwendelezo kwetu, na hata leo pamoja na kukabidhi madawati tumekabidhi pia zawadi kwa baadhi ya wanafunzi ambao walifanya vizuri kwenye mitihani iliyopita. Changamoto kubwa ambazo tunazo kwenye hizi taasisi za elimu hizi, changamoto kubwa sasa hivi ilikuwa ni hii ya madawati, lakini tumepunguza kwa asilimia kama 70, na kwa sababu wanafunzi baada ya kuwa serikali imetangaza kuwa elimu ni bure, wanafunzi wameandikishwa wengi kwa shule zote tatu. Ni wanafunzi wengi na wanahitaji wapate madawati, na tunashukuru kwamba serikali pia imetusaidia kuhakikisha kwamba sekondari tulionayo tunapata madarasa 8 ambayo Mama Samia alituletea. Lakini pia nitumie fursa hii kumshukuru sana kwa kuruhusu ajira za walimu ambazo zimepelekea kupunguza pia adha. Pamoja na kwamba walimu pia ni changamoto bado, lakini sehemu kubwa sana sehemu kubwa ya changamoto ya walimu imepungua. Kwa hiyo ombi langu kubwa na kwa wadau na pamoja na mamlaka zingine za kiserikali ni kuendelea kuweka tu nguvu kama ambavyo wamekuwa wakifanya siku zote. Kwa hiyo tuliamua kusogeza shule hizi kwa maana ya chekechea 2 iliyoko Makundusi na kitongoji chenye Kitono, ambapo tumejenga madarasa mawili kwenye hizi shule shikizi na ofisi ya mwalimu. Kwa hiyo lengo letu pia ni kuboresha huduma ya elimu katika kijiji, kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapata mazingira mazuri ya kusomea. Hasa madawati imeonekana ni changamoto kubwa kama walivyokuwa wameleta walimu wakuu katika serikali ya kijiji, na sisi tukawa tumeliweka katika mipango yetu ya bajeti ya kijiji. Kwa hiyo leo tumetimiza ahadi hii baada ya kuwa tumepitisha jambo hili katika ofisi ya mkurugenzi halmashauri ya wilaya ya Serengeti, naye pia akapokea ombi hili na kulipitisha kama mradi ambao unatekelezwa na serikali ya kijiji kwa kutumia fedha ambazo kijiji kinapokea kutoka kwa shughuli za uhifadhi. Tunashukuru sana kwa msaada ambao umetupatia. Ilikuwa ni adha kwa watoto, walikuwa wanakaa chini wanateseka kweli, lakini kwa sasa angalau upungufu umepungua kidogo. Tumepata madawati ambapo mwenyekiti ameahidi pia bado ni shughuli endelevu ambayo tutaendelea tena kupewa madawati mengine. Kwa hiyo sisi tutajitahidi kutoa elimu kwa watoto wetu na watoto wetu wataandika vizuri. Kwa sasa walengo wa madawati kwa sasa yanaingia darasa la kwanza na awali. Napenda kuwashukuru wageni wetu waliotutembelea katika shule ya msingi Nyakitono. Pia nikitoa shukrani zangu za dhati kwa msaada tuliopewa wa madawati 30. Tunakiri kuyapokea, pia tunashukuru, tukiahidi kuwa tuko bega kwa bega kushirikiana nanyi katika kuendeleza elimu ya watoto wetu. Shukuru kwa madawati haya, kwani yatapunguza adha ya madawati, kwa sababu shule ilikuwa na wanafunzi wengi na madawati ni machache. Sasa hivi tumepunguziwa adha ya madawati na tutasoma vizuri. Pia tunamwahidi mwenyekiti wa kijiji cha Makundusi tutafaulu vyema katika mtihani wetu. Nashukuru kwa kutuletea madawati, yaweze kutusaidia kutumia kukalia, kuandikia, na nguo pia zitachafuka.